Simulizi ya kweli ya mwanafunzi, Matolanya, aliyekuwa na changamoto ya ufaulu, na sasa anafaulu vizuri. Ewe mwanafunzi, mwalimu, mzazi, fuatilia kwa makini simulizi hii ya kweli, uweze kubadilisha ufaulu. Kumbuka kila mwanafunzi ana uwezo wa kufaulu. Jina langu naitwa Matolanya, kwa sasa ni mwanafunzi wa kidato cha 5. Safari yangu ya masomo haikuwa nyepesi, bali imejaa machozi, maumivu, kukata tamaa, lakini pia matumaini, furaha na ushindi mkubwa. Nilipokuwa nasoma shule ya msingi, ufaulu wangu ulikuwa mzuri sana. Nilikuwa nafanya vizuri katika masomo yangu na sikuwa na hofu yoyote kuhusu ufaulu wangu. Nilifanikiwa kufanya vyema katika mtihani wa darasa la 7 na nikachaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza. Hata hivyo, nilipoanza masomo ya sekondari, mambo yalianza kubadilika. Nikiwa kidato cha kwanza, ufaulu wangu ulianza kushuka taratibu. Nilijiuliza mara nyingi, tatizo ni nini? Nilianza kupata daraja la D katika masomo mengi. Hali hiyo ilinikatisha tamaa sana, hasa nikikumbuka jinsi nilivyokuwa nafanya vizuri nikiwa shule ya msingi. Nilijifariji kwa kuamini kuwa labda changamoto ilikuwa lugha ya Kiingereza, ambayo ilikuwa mpya na ngumu kwangu. Niliendelea hadi kidato cha pili nikiwa na matumaini machache sana. Badala ya hali kuimarika, mambo yalizidi kuwa mabaya. Masomo yalionekana kuwa magumu zaidi, na sasa nilianza kupata daraja la F, licha ya kujitahidi kusoma hadi saa 5 usiku. Nilivunjika moyo kabisa. Ufaulu haukubadilika. Mzazi wangu alianza kunikatia tamaa, wenzangu wakaanza kunikejeli wakisema akili zangu ni za shule ya msingi. Nilijisikia mpweke, dhaifu na asiye na thamani. Nilianza kuamini kuwa mimi ni mwanafunzi mjinga asiye na uwezo wa kufaulu. Siku moja nilimwambia mzazi wangu niache shule anipe mtaji nifanye biashara, kwa sababu kusoma kulionekana kama kupoteza muda na kuniletea aibu kila matokeo yalipotoka. Lakini mzazi wangu alikataa, akaniambia nisome tu angalau nimalize kidato cha 4. Kwa maumivu makubwa moyoni, niliamua kukwepa shule kwa kisingizio cha kuumwa. Nilikaa nyumbani kwa wiki 2. Wenzangu walinita mtoro, walimu waliniona kama mwanafunzi asiye na nidhamu, bila kujua kuwa moyoni nilikuwa tayari nimeshakata tamaa kabisa na shule. Niliporudi shule, nilipewa adhabu ya utoro. Ndipo nikaamua kwenda shule kwa mwili, lakini akili yangu haikuwa darasani. Wakati wa masomo nilikuwa natunga nyimbo zisizo na vina. Masikini mimi, kijana niliyewahi kuota kuwa daktari, sasa nilikuwa nimepoteza ndoto, matumaini na mwelekeo wa maisha. Ufaulu wangu ulizidi kuporomoka. Nilikuwa napata alama kama namba za viatu, 12, 14. Nilipoteza marafiki, nikawa mpweke, na darasani nilionekana kama mwanafunzi asiye na uwezo kabisa. Wakati huo huo, mtihani wa taifa wa kidato cha pili ulikuwa unakaribia. Hofu ilinijaa, nikihisi nitafeli na kushindwa kuendelea na kidato cha 3. Ndipo Mungu aliponitumia mwalimu Anko Susu. Alikuwa anatufundisha biology. Siku moja, baada ya kuona mfululizo wa matokeo yangu duni, alinita chini ya mti na kuniambia nilete viti viwili. Nilikuwa na hofu kubwa nikijiuliza, anaweza kuzungumza nini na mwanafunzi mjinga kama mimi? Tulipokaa kwa